Bana, siku ya jana ilikuwa ni siku kubwa sana kwa Posh Queen, ni siku ya kipekee na ya kukumbukwa kabisa. Amevalishwa pete, lakini kwa taarifa ambazo zipo mpaka sasa ni kwamba Posh Queen ameolewa kabisa na wambea wazuri wanatoa zile za ndani kabisa. Posh Queen ameolewa mke wa pili na yeye mwenyewe amefunguka kwamba mtu ambaye amemuoa sasa hivi ni dalali. Hajataka tena zile drama za mitandaoni kutoka na mastaa na watu ambao wana majina wanajulikana huku mitandaoni. Unajua ametoka kwenye mahusiano na Harmonize, kwa hiyo story zilikuwa ni nyingi mno. Watu walikuwa wanazungumza mambo mengi kumhusu Poshi, kwa hiyo ameamua kujichukulia dalali wake sasa hivi akae zake kwenye maisha ya ndoa. Mastaa wa kike wamezinduka kiakili, wameona wakati unaenda, kwa hiyo kitu ambacho kimebaki sasa hivi ni kuolewa kabisa. Kwa hiyo hapa nitakupitisha kwenye matukio yote ambayo yametokea kwenye ndoa yake au siku ya kuvalisha pete, tunaweza tukasema mwanzo mwisho, matukio ambayo yameanza mpaka likafikia tukio la usiku, na shughuli nzima ilifanyika mtaani kwake Kunduchi, ndiko ambapo drama zimetokea na vitu vyote vimefanyika huko vya kuvalishwa pete. Kwa hiyo tukio lilianza hapa ambapo alikuwa anaongea na rafiki yake, ilikuwa ndo siku inaandaliwa, na hapa alikuwa kwenye maandalizi nadhani, kwa sababu inaonekana kama alikuwa ndo anavaa wigi, kama ambavyo unaona wigi alijaveshwa vizuri hapo, ni kama alikuwa anajiandaa, sio alikuwa anapaka makeup au alikuwa anafanya kitu gani. Nataka usikilize tu namna ambavyo alikuwa anazungumza hapa akiwa na rafiki yake wa karibu. Our bride to be. Hey, come on. To be our bride to be. Hey, come on. So ukichunguza hii video kwa jicho la kimbea, ule umbea uzuri au sio, unaweza kuona kama huku pembeni kuna mchizi ambaye amekaa, ambaye inawezekana kama huyu ndio mume wake sasa ambaye amemuoa huyo dalali. Unajua madalali wanakuaga na pesa sana, kwa hiyo Posh amezifuata pesa labda na ukimya na ile ndoa ya kimya au sio. Unaweza kaona huyo ndo dalali ambaye amemuoa, labda tunamuona akiwa anagonga naye chance hapo, unaweza kaona wewe mwenyewe. So hapo ndo alikuwa yuko na rafiki yake anaandaliwa sasa kwenda kuolewa, lakini baadaye tukaja kuona sasa kwenye tukio lingine kabisa hapa akiwa ashavalishwa sasa yale mavazi ya tukio yenyewe, akiwa na kula zake juice, na hapa alikuwa anazungumza pia na rafiki yake kuhusu tukio lake kubwa kabisa la kuvalishwa pete. I'm so good. You like it? My confidence as a bride. Thank you, Sherry. You're welcome, much love. And congratulations. I think hapa ilikuwa ni baada sasa ya tukio, kwa sababu naona kama pete ipo mkononi hivi. Kwa hiyo hapo ndo alikuwa anajiandaa, lakini marafiki pia walihudhuria tukio. Nilimuona Faima, Official na wengine, na sare ilikuwa ni dera tu. Ilikuwa ni sio mambo mengi, ilikuwa ni mtaani, mambo yasiyo mengi sana. Ilikuwa ni shughuli ambayo ilikuwa na uswahili ndani yake. Niliona uzaramo fulani hivi umetumika ndani yake, undengereko. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakikuwa na mambo mengi sana. Nilishuhudia marafiki wachache na familia ndo walikuwa wamehudhuria kwenye tukio lake. Hakutaka kufanya mambo mengi, labda party itakuwepo baadaye sasa baada ya mambo mengine kukamilika. Hapa alikuwa na Fevani, walikuwa wanazungumza pia. So rafiki wa Fevani, Posh ameolewa, labda na yeye Fevani tusubiria kwake hivi karibuni. Sijui na nani, kwa sababu Rayvanny inasemekana kama hapo sawa, stories zinazungumzwa hivyo. Kwa hiyo tusikilizie na kwake pia labda itakuwepo. Lakini nilimuona Uncle T pia kwenye tukio lake, kwa sababu ni marafiki wa karibu. Posh na Uncle T ni marafiki sana, kwa hiyo nataka uangalie hapa pia Uncle T alivyohudhuria kwenye tukio la Posh. Umependeza nani? Wewe. Umependeza nani? Nadhani yule ambaye tulimwangalia mara ya kwanza aliyegonga naye Charles sio mume wake. Naona kama ni rafiki yake tu karibu, kwa sababu unaona hapa wakiwa kwa pamoja na kina Uncle T nini wakizungumza, inaonekana sio mume wake, ni mtu wake tu karibu, labda ni rafiki yake na
vitu vingine pia hapo, lakini niliona baadaye wakiwa wanacheza kama Uncle T hapa alikuwa anajiachia. Official naye unaweza kumuona yupo kule kwa pembeni wakiwa na enjoy sherehe au shughuli ya rafiki yao. Unajua ni marafiki sana hawa. Naye of course Uncle T na Posh ni marafiki wa karibu sana, wamekuwa wakienda mpaka China kwa pamoja. Kwa hiyo sio vibaya kuona wakicheza na wakienjoy kwenye shughuli ya rafiki yao. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo Uncle T alikuwa anajiachia pia kwenye shughuli ya rafiki yake hapa, kama ambavyo tumeweza kufanya. So hii ilikuwa ni vibe la Uncle T kama ambavyo amezoea kujiachia kwenye shughuli, na hapa pia hakuwa mnyonge au sio, alikuwa amejiachia kinoma noma. So hii ilikuwa ni video ambayo inaonyesha kwa pamoja marafiki walikuwa ni wengi sana ambao walihudhuria kwenye tukio hilo. Ukiachana na Official Nai, kulikuwa na marafiki zake ambao wengine hawajulikani, lakini pia familia ilikuwepo kama ambavyo unaona hapa, na sare yao ya dera ilikuwa ni njano kama ambavyo unaona, na kikubwa zaidi bwana, familia Posh Queen sio mchezo. Unajua wamebarikiwa kweli kweli. Unajua unaweza kuona kama Posh shape yake ni OG hivi, kwa sababu unaweza kuona hata watu wake karibu, marafiki wenyewe sio mchezo. Familia pia wamejazia kama ambavyo unaona. So tukio lilikuwa ni hili hapo, ndo nyumbani kwa Posh, limefanyika huko Kundochi, palipamba vizuri. Ilikuwa ni kawaida tu, simple. Mavazi ya dera ndo ambayo yalitumika kwenye shughuli kama ambavyo unaona. Official Nai na wengine pia kina Fevani wote walikuwa wamevaa sare hiyo ya dera ya njano, wote ni mashabiki wa Yanga, na hii ilikuwa labda inamwakilisha Official Nai kwa mpenzi wake Pacome ambaye pia ni Yanga au sio. Unaweza kuona namna ambavyo walimleta ndani, tukio namna ambavyo lilikuwa amazing. Taarabu zilipigwa, ilikuwa ni shughuli fulani hivi ya kuvalishwa pete Kiswahili sana. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo pia alimleta hapa kabla hajabadilisha dera kuvaa sare sasa na wengine. Hapa ndo alikuwa kwenye vazi lake la harusi, of course sherehe ambayo ameiandaa. Naweza nikasema harusi kwa sababu yeye mwenyewe anasema ameolewa, pia ameolewa na mwanaume dalali, amelizungumza hilo pia. Of course hapo Official Nai mwenyewe alikuwa anaenjoy mwenyewe peke yake akicheza kijisnap kama ambavyo unaona hapo. So ni tukio ambalo kila mmoja amelifurahia kuona namna ambavyo Posh ameolewa. Hapa pia alikuwa na Fevani, of course baada ya kutoka chumbani wakawa na enjoy tena kwa pamoja akiwa hapa, huku taarabu zikipigwa na magoma yakipigwa pia, zile ngoma za Kiswahili zile au sio, ngoma za Kizaramo ndo zilikuwa zinapigwa. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio ambalo ilikuwa ni kubwa sana kwa Posh Queen mwenyewe. Official Nai jana tumeshuhudia vitu vingi kwake, kwa hiyo tunasubiria sasa. Ukiachana na Official Nai na Posh Queen, tunataka of course waolewe na wao kama kina Fevani ambao wameonekana. Official Nai na yeye tunajua yuko kwenye penzi na Pacome, kwa labda huenda tukashuhudia ndoa na wao kutoka kwao, kwa sababu tumeshuhudia wachezaji wakiwa sana sasa hivi. Lakini pia Jacinta alikuwepo, Makwabe huyu of course ni marafiki pia. Kwa hiyo lilihudhuriwa na baadhi tu wa mastaa ambao walijitokeza hapo kuhakikisha kwamba wanamsupport rafiki yao Posh Queen.